Kama unavyoona pamoja nami hapa ni safu ya wanafunzi ambao wameambatana na viongozi mbalimbali kutoka taasisi ya elimu kule katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kutoka katika wizara yetu ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Ujio huu ni ujio mahususi sana na ni ujio wa pekee katika utekelezaji wa sera yetu ya elimu, lakini pia katika utekelezaji wa miongozo mbalimbali ya elimu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sera yetu ya mwaka 2014 toleo la 2003 pamoja na mambo mengine imeangazia dhamira na matamanio ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kujenga mazingira yatakayopanua wigo wa kutoa elimu ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na pale inapowezekana nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kupitia jitihada hizo za serikali, jitihada za wizara na jitihada za wadau mbalimbali wakiongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, basi leo hii hapa tunalo kundi la wanafunzi wapatao 16 ambao ni matokeo ya vijana wenye vipaji, vijana wenye akili nyingi ambao katika mchujo uliokuwa umefanyika wa kuchagua vijana wa kupata hiyo kunufaika na Samia Scholarship Awards, basi hawa walikuwa ni miongoni mwa vijana 50 ambao katika ile extended wing ya Samia Scholarship Extended Wing wameweza kupata nafasi ya kuja katika Jamhuri ya Afrika Kusini kwa ajili ya kuja kupata nafasi ya kusoma katika chuo kikuu cha Johannesburg. Vijana hawa wamejikita kama ilivyo malengo makuu ya hiyo Extended Wing ya Samia Scholarship Award ya kujikita katika kuangazia eneo la data science, eneo la artificial intelligence, lakini na eneo pia la health allied sciences, na miongoni mwao wapo ambao wanakuja kubobea katika eneo la hiyo sayansi ya tafiti za ukusanyaji wa taarifa na maeneo mengine ya akili mnemba na kwa ujumla katika tasnia hiyo ya sayansi. Serikali kupitia fursa hiyo inakusudia kuendelea kila mwaka kukusanya vijana wengi zaidi wenye uwezo na wanaofanya vizuri zaidi katika masomo ya sayansi na kuhakikisha wanapata nafasi ya kujiendeleza kielimu na kuendelezwa kielimu katika eneo hilo. Tayari jitihada kama hiyo inafanyika kule nyumbani kupitia taasisi ya Afrika ya Nelson Mandela ya sayansi na teknolojia, ambako jumla walikuwa ni vijana 50 kwa mwaka huu na tayari 16 ndio hao tunaweza kuwachomoa wanakuja katika Jamhuri ya Afrika Kusini kuja kujiendeleza na kupata elimu hiyo ya juu. Kwa hiyo nitoe wito tu kwa vijana hawa kwamba wamefika katika Jamhuri ya Afrika Kusini, wanakuja kujiendeleza kielimu. Sisi kama taifa tuna matarajio makubwa sana kwao kwamba mbegu ambayo Mama Samia, mbegu ambayo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapanda kwa kuwawezesha wao kupata elimu hii ya juu, basi itakwenda kuzaa maradufu na watakwenda kupata tija na kufaulu vizuri katika masomo hayo. Sisi kama jamii, sisi kama taifa tunategemea na tuna matumaini makubwa katika uwekezaji huu mkubwa ambao unakwenda kufanyika kwa wao kupata nafasi hii ya kusoma. Lakini mchana huu pia pamoja na kundi lao nimepokea kundi jingine la wanafunzi 5 ambao wamedhaminiwa na Bariki na wanakuja katika chuo hicho cha Johannesburg University kwa ajili ya kuja kubobea katika eneo la uendelezaji wa eneo la madini. Hawa na wenyewe ni jitihada za serikali katika kutafuta wafadhili wa aina mbalimbali ambao wanashirikiana na serikali kukuza maarifa na kupanda mbegu ya maarifa kwa kizazi chetu cha vijana ili waweze kupata nafasi ya kuwa na mchango mkubwa zaidi katika taifa. Lakini jitihada hizi za serikali zinaakisi jitihada pia za ubalozini, na utakumbuka ndugu mwandishi, mwezi uliopita tulikuwa na kundi jingine la wanafunzi 7 ambao kupitia jitihada za ubalozi na Mastercard Foundation ya Afrika Kusini tuliweza kuwapatia full scholarship ya kuweza kwenda kusoma katika University of Pretoria. Kwa hiyo niseme tu kwamba sera yetu ya elimu ya mwaka 2014 ambayo imefanyiwa marejeo na kupata toleo 2023 inatekelezwa kwa vitendo kupitia wizara yetu ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, na sisi kama wawakilishi wa wananchi katika eneo hili la uwakilishi tunatoa pongezi za dhati kwa wanafunzi wote wanaoweza kufanya vizuri katika maeneo mbalimbali ya elimu kule nchini, na tunatoa pongezi za dhati kwa wizara yetu ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kuendelea kusimamia vizuri eneo hili la elimu na kuhakikisha kwamba jitihada za serikali kwa kushirikiana na balozi zetu huku nje basi zote zinaakisi na tuweze kufikia malengo kama yalivyoainishwa katika sera hiyo ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014. Kwa ndugu mwandishi, ungana nami, ungana na wazazi wa watoto hawa, ungana na wizara yetu ya Elimu, Sayansi na Teknolojia
katika kuwatakia kila laheri wakati wote wa masomo yao hapa katika Jamhuri ya Afrika Kusini. Ni matumaini yangu kwamba kwa bidii walioionyesha na kwa namna ambavyo wamejaliwa neema na baraka ya kuweza kusafiri kwa usalama na kufika hapa, basi yale yote tunayowaombea kwao Mwenyezi Mungu atawabariki na yataweza kutokea kama ambavyo tunataraji. Kuhusu muda wa masomo, kwa kawaida shahada wanazokuja kuzifanya ni za kipindi kisichopungua miaka mitatu, lakini matarajio yetu kwamba mara baada ya hiyo miaka mitatu ya kukamilisha shahada walizojia kufanya, wanaweza wakafanya kwa ufaulu zaidi na wakaweza kutunukiwa miaka mingine miwili ya kuendelea na shahada ya uzamili. Kwa hiyo matarajio yetu ni kwamba hapa hatoki mtu mpaka imepatikana masters ndio tuweze kuwarejesha nyumbani kwenda kuchangia na kuungana nasi katika shughuli za ujenzi wa taifa. Kuhusu hilo la pili, kama unavyofahamu, ubalozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika Jamhuri ya Afrika Kusini ndiye mlezi wa Watanzania wote wanaoishi katika eneo hili la uwakilishi. Kwa hiyo sisi kama ubalozi, kwa nafasi yetu ya ulezi, tutawatambulisha kwa jumuiya za Watanzania hapa Johannesburg, kule Pretoria na katika eneo zima la Afrika Kusini, na kuhakikisha kwamba na wao kwa pamoja wanapata nafasi ya kushiriki katika shughuli mbalimbali, sio tu za kusoma bali pia za kuutangaza utamaduni wa Tanzania, kuutangaza utalii wetu wa Tanzania na kuchochea kwa namna moja ama nyingine katika kutafuta fursa mbalimbali za kiuchumi na maendeleo kwa ajili ya nchi yetu. Hivi leo nimejawa furaha kama balozi kwa sababu nimeongezewa jeshi kubwa la mabalozi vijana ambao wanakuja kuungana nasi katika kazi ya kutangaza na kuinadi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika Jamhuri ya Afrika Kusini. Tupate basi neno kutoka kwao.